Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu, na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaouingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni, ufalme wa Mungu umekaribia. Neno la Bwana.
Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tunakutana jioni hii kwa ajili ya kuwapokea na kuwateua ndugu zetu hawa ambao wameomba kutenda kazi ya Bwana katika daraja ya ushemasi ndani ya jimbo letu la Geita. Ni jioni ambayo tunatanguliza shukurani zetu kwa Mwenyezi Mungu kuwapata watendakazi kwa namna ya pekee na kwa mara ya kwanza ndani ya jimbo letu wanane, kama nia yao itaendelea mpaka kesho, tukiwa na imani kwa Mwenyezi Mungu, lakini vile vile imani kwao wenyewe. Tunakaa kusali na kuomba kwanza kama shukurani kwa Mwenyezi Mungu, lakini kuombea nia hiyo ambayo ni njema inayobebwa ndani ya ubinadamu wao, waweze kudumu na nia hiyo mpaka mwisho. Ndio lengo letu, na waingie katika daraja hiyo kwa nia na madhumuni yale ambayo wao wenyewe wakiomba kuingia katika huduma hiyo wameionyesha na kukiri kutambua. Hata ibada yetu tumeanza kwa kuchelewa kidogo Tulikuwa kwenye saluni Sisi tunayo saluni yetu, kama vile nyewe mnachelewa saluni huko ya kutengeneza uso na nywele, na sisi tunayo yetu saluni dakika za mwisho kuwekana sawa, hasa katika kile ambacho kiko mbele yetu, lakini vile vile kupata nafasi ya kutafakari sisi wenyewe na kuomba kwanza Mwenyezi Mungu sisi watiania aelewe, apokee nia yetu, alafu baadaye tuweze kuja kwenu. Kwa hiyo hilo ndio limekuwa la kwetu leo tangu mchana mpaka muda huu ambao tumekuja hapa. Tumepitia na wao tena yale yote ambayo wamekwisha fahamu na kuyaonyesha kwa nia yao. Hata hivyo bado sisi tunaendelea kujiweka mikononi mwa Mungu. Maandiko matakatifu yanadhihirisha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mtumaji. Nasikia Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuwa ameweka wale 12 anaweka na wengine 70 na anawatuma kuonyesha utume huu ambao ndugu zetu wanautamani. Kwanza tuelewe ndugu zangu, ni utume wa kanisa zima, ni utume wa kila mbatizwa. Lakini katika kutumwa huko tunajipambanua. Wengine basi wanakuwa ni hao ambao katika utendaji wao mwema wanageuka kuwa mavuno, na Kristo anasema hawa ndio walio wengi. Ndugu zangu, taifa la Mungu ni ninyi wazazi ambao leo mnatolea watoto wenu, na ninyi ambao taifa la Mungu kwa njia mbalimbali mmeendelea kumtukuza Mungu katika shamba lake. Hawa ndio walio wengi, mavuno. Lakini anasema vile vile kuna wale ambao sasa ni vibarua, hawa watendakazi. Analiambia kundi lile lenye mavuno kwamba mavuno wenyewe waombe Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kumbe pamoja na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu kutuma, lakini ni wazi taifa la Mungu ni lazima tuendelee kuonyesha nia hiyo ya kuwahitaji, kuwapenda na kuwatumia watumishi wetu ambao wanajitoa kwa ajili ya kazi ya utumishi. Kristo anathibitisha, anasema daima watendakazi wanaendelea kuwa wachache. Ziko sababu ambazo pengine tuangalie ni kwa nini leo, na hata kanisa la Geita leo litakapopokea hawa vijana wanane, ndugu zangu, kama ndio umepewa kuangalia na kuwapeleka wapi wakafanye, bado daima utaendelea kusema ni wachache. Nadhani hata sala yetu na tafakari tuliokuwa nayo ni hiyo ya kuonyesha tena kwamba uchache upo, wasibweteke na kudhani wameingia sasa basi kutakuwa ni kipindi cha mapumziko. La kwanza ni kwa sababu Mungu mwenyewe anaendelea kuongeza mavuno yake. Idadi ya Wakristo hata ndani ya jimbo letu inaendelea kuongezeka.
si kwa ujanja na nguvu zetu. Watu wengi wanaendelea bado kuitikia mwito huo wa kuitikia Injili, mwaliko wa Injili. Jana nilikuwa huko Nyehunge, nimebatiza vijana tu wa shule hivi 139. Hao ni wale tu waliotengwa kwamba askofu naye asije akasahau kuendesha ibada ya ubatizo. Wako wengi ambao tunawabatiza wakati wa Pasaka, lakini hata ndani ya mwaka wa kanisa mavuno yanaongezeka. Mara nyingine unajiuliza wanatoka wapi? Anawaita Bwana mwenyewe, anapenda mavuno haya na anayaandaa kwa ajili yake mwenyewe. Hayo uongezeko la mavuno ni lazima. Kama kuna mwitikio huo, anaonyesha wazi watendakazi watakuwa wachache. Tunapoligundua hilo na kufurahia kuongezeka kwa mavuno, idadi ya waamini, idadi ya Wakristo ndani ya maeneo yetu, ninyi wenyewe ndugu zangu, kabla ya wale watendakazi, mnapewa wajibu wa kwanza. Mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo hapo kuna mbadilishano. Ninyi wenyewe baada ya kuona hitaji hilo, haja na upungufu uliopo, ni kazi yetu waamini kusali na kuwaombea wale ambao ni watumishi wetu waliopo, lakini vile vile kuomba waongezeke. Sasa kuongezeka ni pamoja na kukubali kile ambacho Mungu anataka watoke. Hao wanatoka katika mavuno yale yale. Leo tunao hawa 8 ni watoto wa familia, wametoka katika familia zetu za kawaida, na mara nyingine hata baadhi yao ninyi wazazi mwanzoni mliona ni ngumu kidogo, na hasa wale ambao tumechukua wazaliwa wa kwanza. Tumechukua wazaliwa wa kwanza nadhani kama 2. Haikuwa rahisi, taarifa ninazo haikuwa rahisi hii mpaka kuja kukubali sasa ni watendakazi, ni mbele zaidi ya safari. Lakini wengi waliona sasa wewe ndio mtoto wa kwanza na kutegemea na haya na mengine, lakini bado anasema tuombeni. Sasa tukiomba ni lazima tukubali kumwachia milango wazi, kama ndugu zetu hawa wazazi ambao wanatuonyesha mfano wazi. Mojawapo mwingine ni kwa sababu sasa hivi tunayumba, hata tukiomba hatupati, familia hazina watoto. Sasa mnaomba nini kama wanatoka ndani ya mavuno? Mavuno yenyewe ndio hayo ambayo hayaleti tena matunda, ambayo imekuwa kama hizi mbegu za sasa hivi za mahindi, ambayo unalima mahindi mazuri, lakini ukiyachukua ukiyapanda yenyewe hayazai. Labda tumeingiza hilo hata katika ubinadamu. Familia zina wito wa kutengeneza, wa kuleta, wa kuandaa watendakazi. Tusimchoshe Mungu kwa kuomba daima watendakazi apeleke, wakati wale wanaotaka kupelekwa hata kuandaa hatukuwaleta. Familia zisizo na watoto zinaingilia mipango mingi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukubali vile vile kwamba mojawapo ya kazi ya familia ni kuongeza idadi ya watu ulimwenguni. Hapo kweli tutamwomba Bwana wa mavuno. La pili ni la kwetu ninyi ndugu zangu ambao sasa mtateuliwa na kesho mtaingia katika daraja ya ushemasi. Angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Tunatafunwa, tunaliwa. Wachache wale ambao pengine wanakimbia kabisa kuacha kibarua, lakini wengi tumo ndani bado ya kibarua. Hatuendi tena katika yale mavuno, tunapelekwa lakini hatuvuni. Jilindeni na hilo. Mbwa mwitu yupo. Uvivu, tamaa, ukosefu wa maadili, na mara nyingine hata kiburi tu cha kutaka kujisikia nimefika sasa basi nimemaliza. Kukosa hata vigezo vile vya kukaa ukatafakari. Tumeliongea kwa kirefu hilo. Tumeongea tunatamani nini sisi leo.
tuna utayari gani, lakini katika masharti yapi? Tumeelezwa hayo masharti. Hawa mbwa mwitu wamewekwa wazi. Kwa miaka karibu 10 imekuwa mkifundishwa jinsi ambavyo mnaweza kwenda kuvuna, lakini vile vile kuonyeshwa hili ni hatarishi. Na wako mbwa mwitu wale wadogo wadogo, hao ni hatari zaidi. Haya makubwa makubwa mengine ndiyo tutaweka leo kiapo cha useja, pengine ni rahisi kujikumbusha kwamba we ni mseja, lakini ukaingia ndugu yangu katika vidude vidogo vidogo ambavyo vinakumaliza. Woga hata wa kuambia watu ukweli, hata waumini wako huambii ukweli, basi umejificha ficha. Hao ni mbwa mwitu ambao ni hatari zaidi. Anasema wapo. Na lingine hili sasa, anasema mifuko yetu, viatu, makando kando yanayotuzunguka. Pengine mengine baadhi ni ya muhimu katika safari, lakini si yote kihivyo kwamba tukageuka kuwa mzigo kwa watu, tukageuka kuwa watunzaji wa mizigo hiyo na hata kusahau. Sasa utakapopata mavuno unabebea wapi kama we mwenyewe tayari umejitwika mizigo ya kutosha? Kwa hiyo haya anatutahadharisha. Haya yanaathiri wale watendakazi. Baada ya taifa la Mungu kusali, baada ya familia kutuma na kujitoa, lakini bado tunaona uchache unaendelea. Uchache pekee ambao Kristo anaukubali ni huo wa mashindano kati ya watendakazi na mavuno. Mavuno yaongezeke, watendakazi waendelee kuongezeka. Huo uwiano, huo ni wake Kristo, na ndio maana katika hilo anasema ombeni. Haya mengine anatuonya. Na la mwisho, kuhamahama. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Tunahama mno. Ni padri umumu na kabiashara umumu na familia fulani hapo umekaigesha na nini. Huu ndio uhamahamaji wetu baba. Tusidhani kuhama kutoka Sengerema kwenda Geita. Huo uhamahamaji huo ni sehemu ya maombi hayo, kwamba mtapangiwa na baadaye mtahamishwa, mtakwenda, ndio. Lakini kuna ile kuhamahama. Unajua kuhama, unahama mchana, watu wanakuona, hii ni njema. Mhamahamaji anatoka usiku gizani, na hata akisahau vitu harudi, kwa sababu amekimbia mengi, umekimbia na kodi ya watu na nini. Tusihamehame katika wito wetu. Kwa hiyo kati ya maombi kwanza ya mavuno na ya sisi ambao tunapokea huo wajibu wa watendakazi, tuombeane. Hawa ndugu zetu wanapoanza leo utume wao, wasihamehame. Nadhani hilo hata katika maongezi yetu tumeulizana, vipi, ni kwa muda au tunakwenda mpaka mwisho? Hakupatikana hata mmoja ameniambia, mzee, hii ni kwa muda tu, kesho afu tuangalie. Tumekubaliana tunakwenda mpaka mwisho. Twendeni mpaka mwisho. Kuna magumu yake ndio, lakini haya ni ya kwetu, na mengi ndio ambayo yanatupa nguvu sasa ya kufikia mwisho tukatenda. Sasa anasema mji wote mtakaoingia, ukiwakaribisha, vileni vyakula vilivyowekwa mbele yenu. Msile bila kukaribishwa, msile bila kuwekewa mbele yenu. Na taifa la Mungu tunaomba mtuwekee vile mbele yetu. Jitahidini kweli kutuwekea vile ambavyo vinastahili kwa ajili ya utumishi wenu, vitakavyotusaidia, viwasaidie hawa. Wengi mtaona ni vijana wadogo kwenye miaka 28, 26 huko. Wikeeni vile vinavyostahili kwa umri wao, ni pamoja na kuwasaidia wakue katika wito wao. Tuna wajibu, taifa la Mungu, wakue miongoni mwetu, wakipendwa, wakisaidiwa, na hata vile vile kusaidia kutuelekeza. Na sisi kama ni watendakazi, haitokei hata mara moja tukakua tukawavuka ninyi.
Mara nyingi ni kwa sababu mnatuacha, tunakula ovyo ovyo kwa sababu mnatuacha. Kundi haliungani na mchungaji. Hawa wanakuja, wapokeeni. Ni katika hilo ndio watakuwa wapozaji wa magonjwa yetu, na hasa katika sakramenti watakazoadhimisha. Wapozeni magonjwa waliomo. Sasa kama mnatukimbia, tunapoza nini? Padri anasimama hapo anatangaza wajibu wa Kristo ni huu, tutautekeleza hivi. Mnakimbia. Leo hii tukianza kuandaa hata mambo mazuri ya kanisa, waumini fulani mnakimbia kanisani. Tunajenga kanisa, hamnaacha kusali. Siku ya kubariki kanisa mnajaa kanisa. Tuweke shule kwa ajili ya watoto wetu, tunakimbia. Lakini tunakuwa pengine wa kwanza kuanza kuhoji na kupiga kelele, padri huyu, shemasi huyu anatuharibia vitu vyetu. Anachotaka ni kupoza wagonjwa. Sasa wagonjwa wenyewe hatupo. Kwa hiyo ni wito ambao unakaribisha, na ndio mwisho sasa katika kuhudumiana huko, kwa sababu hata wao pia wana magonjwa yao. Kwa nini tutengeneze padri mkiwa? Kwa sababu waumini wanamkimbia. Anahitaji faraja ya kundi, na faraja yake ni kukubaliwa na huduma zake zikapokelewa. Na hapo anasema basi mtakapoweza kuyafanya hayo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Ni ufalme ambao unakusanya mavuno pamoja na wavunaji, watendakazi. Tusimuone padri tukadhani yeye amekingiwa, sisi ndio tunapambana na moto wa milele. Hapana, tukizubaa tunakwenda motoni wote. Kwa hiyo ndio maana lazima kushirikiana kama tunatafuta ufalme wa Mungu, lakini kila mmoja akiheshimu na kuheshimiana katika nafasi zetu. Kila mmoja, wote tunatafuta uzima wa milele. Nyinyi kwa kuhudumiwa, sisi kwa huduma. Na ndugu zangu, mnapoingia mlione hilo. Mmekimbia sasa ile sehemu ya kuhudumiwa, njoni kabisa vijana wangu, mkielewa mnaingia sasa kutafuta uzima wa milele kwa jasho lenu, kwa kuhudumia taifa la Mungu. Sasa ole wetu kama tutaingia tunadhani tunakuja kuhudumiwa. Chochote ambacho tunafaidika nacho kama watumishi wa kanisa, iwe ni kutokana tuna huduma zetu, ndio zituongoze. Na hivi tutakuwa mfano, na utangazaji huu basi unaenda unakuta kundi zima ambalo Mungu analitaka. Kundi zima. Yesu katika sura ya 17 ya Yohane anapoomba na kuombea, anasema wako wengine hata ambao bado wako nje ya zizi, na hao ni kazi yetu. Twende mpaka tuvuke mipaka ya zizi. Na tunaliona leo mara nyingine walio nje ya zizi hawatutaki sana. Padri, usiongelee siasa. Hata kama kondoo amekimbilia kwenye siasa, huko nenda ongelea tu, lakini ujue ukiongea vile vile mwisho uweze kuambia ufalme wa Mungu umekaribia. Inawezekana pia tunapoenda kuongelea huko kidogo pia hatuangalii tunafanana sana na wao, ndio maana wanachanganya. Sasa huyu ni mtendakazi au naye amekuwa kondoo? Tuingie huko kama watendakazi tukaongee. Na ni kubwa ni hilo la faraja. Mwisho wa siku tuwaponye wagonjwa waliomo katika hali ambazo tunaenda kuingia. Tukaponye kwa sababu hata sisi pia wakiendelea kuugua hivyo tutaambukizwa na hali iliyopo. Tuponye kwa sababu hata sisi ni njia yetu ya kujikinga na maambukizi ambayo sasa hivi yametapakaa. Kwa hiyo tutende kazi yetu katika tahadhari na vyote ambavyo tunavyo, lakini tukijua ni uponyaji ambao ndio uponyaji wetu vile vile. Tukiwa na kundi lenye afya, tukiwa na kundi jema, ndio vile vile wokovu wetu. Na hata tutakapotangaza ufalme wa Mungu, basi ueleweke umekaribia kwetu na kwa wale tunaowatumikia. Wapendwa mafrateli ambao hivi punde mtaitwa kuteuliwa, kanisa linawapenda
Kanisa linawahitaji. Njoni kwa furaha mtakapoitwa, lakini mje mwingie kabisa. Ingieni ili muweze kuyatekeleza haya ambayo Mwenyezi Mungu anapenda kuwapatia. Na sisi taifa la Mungu, basi tuendelee kuwaombea ndugu zetu hawa wanapoanza sasa safari, na kesho watakapokamilisha ni ushemasi wao wa mpito, baadaye wawe mapadri, na hata katika upadri waishi wakijua ni mpito. Safari yetu ni kwenda katika ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa daraja ya ushemasi wajongee mbele: Frateri Abeli Dukira Nzobe, Frateri Kastoni Mwalimu Isengwa, Frateri Deogratias Mwebea Joseph, Frateri Dickson Manimba Misamo, Frateri Frenki Tiganyirana Almakus, Frateri Musa Kasoni Manyanga, Frateri Revocatus Moses Mahenge, Frateri Juvenali Mihayo Wilson. Naomba tusimame, wanakwaya mtuongoze kwa nyimbo zinazofaa. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.